Mwigizaji kutoka nchini Tanzania Chuchu Hans ameweza kumchana Mwijaku kupitia ukurasa wake wa Instagram baada ya kuweza kuambatanisha bana picha yake ambapo alikuwa kwenye redio na bana siku ya jana ni kwamba Mwijaku aliweza kufanya interview pamoja na Chuchu Hans na alikuwa anamponda baada ya Chuchu Hans yeye kuweza kusahau siku ya kuzaliwa ambaye ni ya mzazi mwenzake na alishindwa kumpost katika kumuishi tu siku yake ya kuzaliwa. Sasa Mwijaku yeye akawa anamwambia kwamba mpenzi ambaye umempata sasa hivi ni kama vile anakufanya mpaka unaweza kusahau bana hata yule mpenzi wako wa zamani kabisa ambaye sasa hivi tayari mpo na mtoto naye. Sasa kupitia maneno hayo hapo Chuchu Hans yeye aliweza kukasirika moja kwa moja na kuweza kutoka kwenye studio hizo za redio. Baada ya kuweza kutoka ni mijadala mingi sana ambayo iliibuka kwenye mitandao ya kijamii. Watu wengi ambao walikuwa wanafuatilia kipindi hicho walikuwa wana maswali kwamba kwa nini Chuchu Hans bana ameweza kutoka ghafla tu binvu. Sasa Chuchu Hans yeye aliweza kupakia post ameweza kupakia post kupitia ukurasa wake wa Instagram akieleza ni kwa sababu gani ambavyo ameweza kukasirika, akieleza ni kwa sababu gani iliyoweza kumsababisha yeye kuweza kukasirika na kueleza kinagaubaga kwamba ni nini ambacho kipo moyoni. Kupitia ukurasa wake wa Instagram post hii ambayo ilikuwa ni ya picha, lakini pia kwenye upande wa caption ameandika ujumbe mkubwa kinoma noma ukiwa unasomeka hivi: kiukweli Mwijaku nilikuwa na kuheshimu na sikupendezwa na tabia yako. Usifikiri kila mtu anapenda maisha ya kijinga. Uwe unaangalia cha kuongea, usinipe tabia ambazo sina wala sikufundishwa kwetu. Najiuliza kwamba ulikuwa una hilo au nyumba imekutoa roho au ulikuwa wataka kupewa wewe ubalozi niliopewa. Roho imekuuma, maana kweli maisha yanakuhusu nini? Sio kila kitu cha kufanya kwa sifa eti mtu utoke uende hadi akahitaji ile kampuni ambayo anafanyia ubalozi. Ukasingizia kwamba watu wamekupa habari zangu. Ukweli ni kwamba hukupenda na hilo kama nyumba ya kuuma. Kwa nini mwanamke aweze kujenga? Sio kila mwanamke bana anatakiwa kukunjua kidole chake cha mwisho, na sio kila mtu anaishi kwa kutegemea mwanaume. Wanawake tunaishi katika kila kitu. Tukiamua acha kukatisha watu tamaa. Ipo siku nitakuprove wrong inshallah. Ilo domo lako siku moja litakuponza. Endelea kuropoka. Umekazana Ray hivi Ray vile lay. Sasa huo ndio ujumbe ambao Chuchu Hans aliweza kushare akimalizia kabisa kwamba kama maswali yamekuisha basi ungenyamaza, bora ungemleta mkeo akajenga, alafu ndio ungeona kwamba wanawake tunaweza au hatuwezi. Huo ndio ujumbe ambao Chuchu Hans aliweza kushare kwa Mwijaku, na kama unavyofahamika kwamba siku ya jana aliweza kuondoka kwenye stations za redio na baadhi ya watu wengi sana kubaki na maswali kwamba pengine labda swali hilo limemkwaza, na kiukweli ni kama vile amekwazika na swali ambalo Mwijaku aliweza kuliuliza kuhusiana na yeye kutokuweza kumpost aliyekuwa mpenzi wake na baba wa mtoto wake ambaye sasa hivi yuko naye. Sasa kwa upande wa Chuchu Hans yeye ameweza kufunguka kinagaubaga kabisa kwamba licha kwamba Mwijaku yeye amekuwa akiamini kwamba Chuchu Hans mpenzi ambaye amempata ndio ambaye anamlevya, hata pia kuweza kusahau kabisa mume wake wa zamani, mpenzi wake wa zamani ambaye washekuzaa watoto pamoja. Ni upi mtazamo wako kwa mdau wa burudani kulingana na huu ujumbe mzito ambao bana Hans ameweza kushare kupitia ukurasa wake wa Instagram? Chuchu Hans ameweza kushare akiwa anapromosha madongo kabisa na kuonesha kwamba ipo siku ataweza kumprove wrong Mwijaku, kuamini kwamba anategemea sana Chuchu Hans nguvu ya mwanaume. Drop comment yako kwenye comment hapo, usije kusubscribe. Ni Sawasawa Online Digital. Chao chao.